Tunaendelea tena katika kuangazia yale baadhi ya maandiko ambayo Waislamu wanadai yanazungumzia ujio wa Muhammad, kwamba kwa mujibu wao yalikuwa yanafanya utabiri wa kuja kwake Muhammad. Sasa labda niwakumbushe wale ambao hawakuangalia sehemu ya kwanza na ya pili, chimbuko la madai haya kutoka kwa Waislamu yanapatikana katika ile sura ya 7 aya 157 kwenye Qur'an, kwamba huyu Muhammad anatabiriwa katika Torati na katika Injili kwamba atakuja. Hili ndio dai lao. Kwa hiyo Waislamu kwa zaidi ya karne 14 wamekuwa wakifungua kurasa kwa kurasa, peji kwa peji, mstari kwa mstari, wakimtafuta Muhammad humu. Na katika madai yao wanadai wamemwona katika maandiko kadhaa. Kwa mfano, leo hii tunaenda kuiangazia kitabu cha Isaya. Hiki kiko katika Agano la Kale. Nabii Isaya huyu sura ya 42 mstari wa 11 mpaka 12. Tutaangalia haya madai yao kisha tutajibu hizi hoja zao. Tukasome Isaya sura ya kama nilivyosema, sura ya 42 mstari wa 11 mpaka 12. Unasema hivi: jangwa na miji yake na ipaze sauti zao, vijiji vinavyokaliwa na Kedari na waimbe wenyeji wa Sela, wapige kelele toka vilele vya milima, na wamtukuze Bwana na kutangaza sifa zake visiwani. Hili ndio neno ambalo wanasema kwa wao wana madai yao. Madai yao yako kama ifuatavyo. Kwanza kabisa wanakuja katika hili jina la hii sehemu inatajwa hapa kwamba ni Kedari. Tukumbuke kwamba kwa msomaji wote wa Biblia Agano la Kale, Kedari alikuwa ni mmojawapo watoto wa Ismaili, yule Ishmael ambaye alikuwa mtoto wa Abrahamu, na kwamba wao wanadai huyu Ishmail katika uzao wake mmojawapo, huyu Kedari, yeye Kedari ndo aliwazaa ile kabila ya Kureshi ambao ndo kabila anatoka Muhammad, na kwamba kwa maana hiyo wanaamini kupitia Ishmail kuja mpaka kwa Quraishi ndipo anapatikana Muhammad. Kwa hiyo hii sehemu inaleta utabiri wa ujio wa Muhammad. Dai jingine ni kwamba wanapozungumzia wimbo mpya, kwamba wanamaanisha wimbo mpya, hii tafsiri yake ni kwamba inazungumzia kuja kwa sheria mpya kupitia Qur'ani ambayo ilishushwa kwa Muhammad. Jambo jingine wanazungumzia nabii huyu, ukisoma hii sura ya 42, nabii huyu ni mtu wa vita, kwamba huyu Muhammad ni kweli Muhammad ni nabii ambaye alikuja akaleta vita nyingi, aliuingiza Uislamu kwa vita na mauaji. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba alikuja akaingiza vita na akapigana na wapagani, lakini kimsingi watu aliopigana nao zaidi Muhammad wala hawakuwa wapagani. Muhammad aliwa target zaidi wa Kristo na wapagani na Wayahudi ambao walimkataa alipokuwa pale Maka, alafu baadaye akamia Medina, na baada ya kukusanyia nguvu na fedha na silaha ndipo akaanza mashambulizi yake, na baadaye polepole Uislamu kaenea kwa upanga. Haya ndio madai yao, lakini sisi wa Kristo tunaangalia vipi hii? Kimsingi kwa ufupi kabisa, Isaya 42 ni mojawapo ya aya katika kitabu cha Isaya ambazo hii sura ya 42 zinazungumzia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tunaona wazi kwamba kuna vipengele kadhaa vinathibitisha hilo. Twende tukaangalie kuhusu huyu mtumishi anavyosomeka humo na namna gani, kwa sababu huu ulikuwa ni unabii ambao wakati wao Waislamu wanazungumzia ulikuja kuthibitika kupitia Muhammad. Unabii huu ulithibitika wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo, na Injili ambazo ziliandikwa zaidi ya karne 7 kabla ya Muhammad kutokezea zinauelezea wazi, na kuna mfanano mkubwa sana kwa mujibu wa hiyo. Tukasome kwanza Mathayo sura ya 12 mstari ule wa 15 mpaka 21. Hapa ndio tunapoona namna gani muinjili Mathayo anaelezea ukamilifu wa huu utabiri au unabii wa Isaya. Inasema hivi: naye Yesu hali akiyafahamu hayo akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata, akawaponya wote, akawakataza wasimdhihirishe, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu ulipendezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hata teta wala hatapaza sauti yake, wala mtu hatasikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima, hata ailetapo hukumu ikashinda, na jina lake mataifa watalitumainia. Sasa tutaona tofauti moja hapa. Mathayo yeye anaanza kunukuu
Isaya 42 kutokea pale mwanzo. Wao Waislamu wanarukia kwenye mstari wa 11, 12 kuzungumzia huu nabii, na wameruka vile vipengele vingine vya mwanzo, ile mistari kadhaa ya mwanzo, mistari 10. Kusudi lao hasa ni kwa sababu wanajua wakianzia pale mwanzoni moja kwa moja wanagundua wao wenyewe kwamba pale hazungumziwi Muhammad, kama hii mistari ambayo Mathayo anainukuu kutoka kwenye kitabu cha nabii Isaya. Jambo nyingine, kwa hiyo tunaona kwamba Injili inamweka wazi kwamba unabii huyu unapitia kupitia Yesu Kristo, na ndio tunaona utimilifu wake. Jambo nyingine, anaonekana ni mtu wa amani na si mtu wa vita. Hii tunaiona wazi pale katika mstari wa pili na watatu, kwamba hata lia wala hatapata sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hautauvunja, wala utambi utakao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Kwamba huyu yeye hakuwa mtu wa vita. Tunaona Bwana Yesu Kristo alikuwa ni mtu aliyekuja kwa amani, hakuja kwa vita, alikuja kwa upendo, akaponya. Na ukiendelea kuisoma hii unaona pia ni mtu wa miujiza mingi. Muhammad huoni. Kwa mfano tunapoenda kusoma mstari wa 6 na kuendelea, tunaona hivi: mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda, kukutoa uwe agano la watu. Hili jambo jingine la msingi sana, kwamba huyu nabii anayekuja anakuja kuwa agano la watu. Tutasoma huku mbele kwenye Injili ya Mathayo, tutaiona hiyo pia, kuwa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, na kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa. Maana yake nini hapa? Bwana Yesu anakuja, anafunua vipofu macho yao. Tunaona miujiza ya Bwana Yesu kuwaponya waliokuwa vipofu mara kadhaa, kuwatoa gerezani waliofungwa. Anaponya watu wengi ambao walikuwa wakiteseka na mapepo. Unaona kwa mfano kule katika Injili tunamuona mtu mmoja hapo, Bwana Yesu anamponya, alikuwa na mapepo maelfu kwa maelfu, akiwa uchi, amefungwa minyororo, anavunja, anakwenda kuishi makaburini. Bwana Yesu anamweka huru kutoka katika giza la mapepo na katika nyumba ya kufungwa. Pia anahubiria watu habari njema ya wokovu. Ndivyo ambavyo tunamuona huyu nabii anayetabiriwa hapa katika Isaya 42. Jambo jingine la msingi ni kuhusu wimbo mpya. Nimesema hapo mwanzo kwamba wao Waislamu wanazungumzia wimbo mpya ni kama ni habari inahusiana na sheria mpya inayokuja katika Qur'ani. Lakini unaposoma katika Biblia, wimbo mpya ni neno linatumika mara kwa mara katika Agano la Kale. Kwa mfano, wimbo upya ni ishara ya furaha ambako wanadamu wanapopewa wokovu au wanaposamehewa dhambi au wanapotoka katika kadhia mbalimbali katika vita na mambo kama hayo. Tunaziona katika Zaburi kwa mfano ya 33, Zaburi ya 40, Zaburi ya 96, Zaburi ya 98, Zaburi ya 144. Hili neno wimbo mpya linatumika mara kwa mara, na liturujia wimbo mpya kimsingi ni ishara ya kumpa Mungu utukufu. Wanadamu tunaposema tumwimbie Bwana wimbo mpya ni kwa sababu ya furaha zetu pale anapotutoa katika kadhia fulani au shida fulani au mateso fulani, tunapata faraja, tunaoipata, tunamwimbia Bwana wimbo mpya. Ndiyo maana yetu wa Kristo tokea enzi mpaka sasa. Jambo jingine ni kwamba hii swala ya wimbo mpya ni ishara ya agano jipya ambalo linakuja, ambalo Bwana Yesu anapokufa msalabani ni agano jipya ambalo linatuletea wokovu, na ndio maana tunasema tunamwimbia Bwana. Nikasome tena Mathayo 26 mstari wa 26. Tasoma Mathayo ya 26 mstari ule wa 26 mpaka 28. Inasema hivi: nao walipokuwa kila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tunaona hivyo, na tukirudi huku kwenye Isaya inasema wazi kwamba Bwana anasema, mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu. Bwana Yesu hapa anaposhika kikombe anasema hii ndio damu yangu ya agano. Kwa hiyo hii Isaya 42 hakika kabisa haimzungumzii Muhammad, kwa sababu Muhammad hakuja kwa ajili ya agano. Hakuna pahala popote tunapoisoma katika Qur'ani au katika hadithi kwamba yeye alikuwa ni agano. Swala jingine linalozungumzia kuhusu ile neno la kuhusu Kedari, kwamba kwa sababu ametajwa Kedari. Sasa kitu kimoja cha msingi sana ambacho unapoisoma hii Isaya 42 unaona inataja maeneo kadhaa.
Waislamu wao wameachana na maeneo mengine yote yanavyotajwa, wameng'ang'ania neno jina la Kedari. Kimsingi katika Agano Jipya Kedari ni eneo ambalo sasa hivi linajulikana kama Edom kule, na si Hijazi. Ile Kedari Hijazi inazungumziwa ambayo iko Saudi Arabia. Kwa hiyo kwenye Isaya kunatajwa visiwa, kunatajwa jangwa, kunatajwa na sehemu nyingine nyingi. Kwa hiyo ile ni ishara ya kwamba hii habari njema atakuja na Bwana Yesu itangazwe kila sehemu wapate habari hii njema. Mwimbieni Bwana wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia, kwamba hii sifa za Mungu zifike mwisho wa dunia. Hii habari ya wokovu ifike kote. Ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa na wakao humo, jangwa na miji yake na hipazi sauti zao. Kote hivi ni vinatajwa, ndipo baadaye anakuja kutaja vijiji vinavyokaliwa na Kedari. Tunaona hapa ufunuo unaokuja kwa kupitia unabii unaokuja kupitia Isaya unataja sehemu mbalimbali, si Kedari peke yake. Jambo jingine ni kwamba inaelezea ni kwamba hii maana ya wimbo mpya pia ni nuru kwa mataifa, ambao Bwana Yesu aliwapa hii kazi wale mitume wake 12, kwamba nendeni duniani kote mkahubiri habari njema, wote watakaoamini wataokolewa, mkiwabatiza katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkawafanye kuwa wanafunzi wangu. Hii ndio habari njema na hii ndio nuru ambayo aliileta kwa mataifa. Na hata ukisoma hii Isaya 42 inaelezea wazi, haimzungumzii Muhammad. Unapoisoma kwa umakini humuoni kabisa. Kwa hiyo kifupi tu, na washauri ndugu zangu Waislamu, msisikilize tu huko. Hii ni neema ambayo Mungu ametupatia kupitia mwanae mpenzi Yesu Kristo, aliyetwaa mwili akakaa kwetu, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu, akaweka hili agano kwa kupitia damu yake, ambayo yoyote anaahidi yeye mwenyewe, yoyote ambaye atamwamini atapata uzima wa milele, ila atakayemkana huyu tayari amekwisha hukumiwa. Hii ni nafasi ipo, ndugu yangu Muislamu, tafakari maneno haya, na kwako Mkristo uelewe hii swala la kuchukua kumtafuta huku Muhammad katika vitabu vya Biblia, hiyo Agano la Kale au Jipya, ni uzushi mtupu, hakuna ukweli wowote. Ukichungulia katika haya maandiko, ukisoma mistari miwili au mitatu kabla na ukasoma mistari miwili au mitatu baada ya hivi vipengele ambao Waislamu wanakuja navyo, unagundua kabisa madai yao yanaperaganyuka, hayana maana yoyote wala hayana mashiko. Kwa hiyo kimsingi tu ni wasihi ndugu zangu Waislamu mnaoangalia chaneli hii, neema ya wokovu aliyotuletea hii Bwana Yesu kutokana na utabiri wake Isaya ilishatimia, na hata sasa hii nafasi wokovu huu uko wazi. Neema hii ya wokovu ipo wazi kwako na kwangu, tusiipoteze. Mungu akubariki sana, naendelea kufuatilia channel hii. Nitaendelea kuendelea baadhi ya vipengele ambavyo nao pia inabidi tutavichambua, ambavyo bado Waislamu wanadai vinamhusu huyu Muhammad. Asante sana, naendelea kufuatilia channel hii.